tunakuja adhabu ya ushoga. Adhabu ya shoga tunakuja. Kama unamaanisha ushoga kuwa maana ya mwanaume kufanya tendo la jinsia moja na mwanaume mwingine ni watu, basi katika Uislamu ni haramu na ni miongoni mwa adhabu makubwa. Dalili za Qur'an, mtu ambaye kufanya nini? Liwat. Allah anasimulia kuhusu watu wa Nabii Lut. Je, mnafanya chafu ambayo hakuna yoyote katika walimwengu aliyewatangulia kufanya? Hii ni sura 7 aya 8. Mwenyezi Mungu anauliza watu wa Lut, wanasema nyinyi mnafanya uchafu kubwa ambayo hakuna mtu hajawahi fanya wale walikutangulia. Haya inasema katika Qur'an 26 aya 165 166, Nabii Lut aliwakemea kuwa kuacha wanawake na kuwafuata wanaume kwa matamanio. Nabii Lut mwenyewe hiyo maneno haikumfurahisha, alikemea watu wake kwa sababu hiyo ni dhambi kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje kuhusu liwat? Mtume, mkimkuta anayefanya tendo la watu wa Lut, sikia mtu ambaye anasema ukiwakuta. Mmepokelewa katika Sunan Abi Daudi 4462 na Jamii at-Tirmidhi 1456. Wanazuoni wametofautiana kuhusu nguvu ya baadhi ya riwaya hizi na pia kuhusu hukumu ya adhabu. Haya muhimu, adhabu za aina hizi si za mtu binafsi kuzitekeleza. Hukumu za jinai katika sheria zina masharti ya thibitisho na mamlaka halali. Tuendelee. Nikasema hivi, na hizi au kuvutiwa na mtu wa jinsia moja si sawa na kufanya tendo lenyewe. Hukumu ya tendo inahitaji kutenganishwa na hisia ambazo mtu hakuzichagua. Mimi nikasema hivi, adhabu yake ni kwa sababu nataka adhabu yake, kwa sababu hii kitu imetengeneza na kufaa, saa zingine anafemu wao. Haya, ikiwa unamaanisha adhabu ya kufanya liwat, tendo la mwanaume na mwanaume, wanazuoni wametofautiana kuhusu adhabu yake. Haya, twende tusikie wanazuoni wanasema. Baadhi ya wanazuoni wameona kwamba adhabu yake ni kuuawa, wakitegemea adhabu ya hadithi kama riwaya Abu Daudi 4462 na Tirmidhi 1452. Hizi hadithi nasema mtauliwe. Anifa kuwa jumla hawakuweka adhabu yake kama ada maalumu ya zina. Anaweza kuona kuwa chini ya tazir, adhabu inayowekwa na kadhi mamlaka kulingana na hali. Malik, Shafi and Ambal wana matazamo tofauti katika maelezo ya namna adhabu inavyotekelezwa, ingawa baadhi yao wamechukua hukumu kali sana. Hukumu yako kali sana muhimu. Hizi ni hukumu za fiki za mahakama ya sheria, si ruhusa kwa mtu binafsi kumdhania au kumumua wengine. Haya, akasema hapa, ikiwa unataka maelezo kupa maoni ya Hanifa, Malik, Shafi na Ambal moja baada nyingine pamoja na dalili zao. Nikasema ndiyo, lete twende nayo. Ndio hii kuhusu liwat, tendo la mwanaume kufanya ngono na mwanaume. Haya ni maoni ya madhehebu 4 ya Sunni wa ufupi. Tuendelee nayo, wanasemaje madhehebu. Hukumu ya adhabu kwa asili haijawekwa kama hadi maalumu kama zina. Kadhi anaweza kutoa
taziri kulingana na hali. Okay, Hanifa anasema awekee kama zina, achape viboko. Malik anasema wanazuoni wengine wa Malik wanaona liwati ni miongoni mwa makosa yenye adhabu kali, na katika hali ya kuthibitisha kuwa masharti ya sheria adhabu inaweza kufikia kifo. Malik anasema uliwe. Kuna kauli mbili mashauri, kauli inayojulikana na kwamba mhusika anadhibiwa kama adhabu ya zina. Huyu Shafi amesema hukumu ya kwanza amesema adhibiwe kama zina, achapwe viboko, kwa kuzingatia hali yake ya kuwa mhsun au si mhsun. Okay, yeah. Ambal amesema pia anasema kauli ya kwanza achapwe kama zina, ya pili auliwe kani mtu ameoa hivyo. Ambal, kauli mashauri katika adhabu ni kuua kwa mhusika na anayefanywa kwa dalili za hivi hadithi kuhusu watu wa Lut. Kuna pia maelezo tofauti ndani yake. Huyo amesema kulingana na hadithi ile huyu jamaa auliwe, no shortcut. Ambal amesema auliwe. Shafi amekubali na zote mbili, achape au auliwe. Malik amesema kifo. Hanifa ndio amesema nini? Achape viboko. Kauli ambayo iko na nguvu ni gani? Kuuliwa. Hiyo ni kauli iko na nguvu kwa ule mtu ambaye ametenda tendo la Lut. Kauli iko na nguvu ni kuuliwa. Allah anasema kuhusu watu wa Lut, je, mnafanya uchafu ambayo hakuna yeyote katika ulimwengu aliyewatangulia kufanya? Hiyo ni sura ya 7. Hadithi inasema mkimkuta anayefanya tendo la watu wa Lut. Hata hivyo, hadithi hii imejadiliwa na wanazuoni kuhusu daraja yake, na ndiyo sababu pia kuna tofauti katika fiki. Okay, sasa muhimu, hizi ni hukumu za fiki za mahakama, mamlaka halali zenye masharti ya thibitisho. Mtu binafsi huruhusiwi kumwadhibu au kumuua mwingine. Hiyo ni sawa kabisa, na hiyo tunakubaliana kabisa. Unanipata? Hizi hukumu zote zinachukua na sheria ya Kiislamu, na hivyo bila nimesema mtu ameingilia mwanaume kwa mwanaume, kauli wa lahama wote watatu wanasema uliwe, moja peke yake anasema chape viboko. Ile iko na nguvu ni kifo au uliwe.